Sasa unaona kwamba fikira ya Mungu sio fikira yetu. Ndio maana na mwimbaji akaimba akisema fikira za Mungu hatuziwezi. Maana mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo yetu, na mipangilio yake tofauti na mipangilio. Haya, anatoa mfano. Nzi angenchwera. Nzi anaishi sehemu inayonuka, lakini yeye anuki na ni mweupe. Si mambo ya ajabu hayo? Alafu anaendelea anasema mbwa anazaa watoto 20 kila mwaka na haliwi, lakini hatujaona zizi kubwa la mbwa. Wanaenda wapi? Anajiuliza mambo makubwa ya ajabu. Lakini ng'ombe anazaa kamoja kila mwaka na analiwa, lakini ndio tunakuta zizi kubwa. Au si maajabu? Lakini kwamba ng'ombe anayeliwa na anazaa kamoja ndio wengi. Mbwa anayezaa 20 na haliwi, unaona ni kamoja kapo kanatokea Magome kwenda Igayaza. Sasa unaona, japo na mbwa nao wanajua kutudanganya. Anajiita mlinzi, lakini akiona mmelala anasafiri kwenda kutafuta mke Mgambaizi. Na anarudi ameumwa, amejeruhiwa. Alafu anategea saa 11 ameishafika pa, eti mlinzi amelala pale. Kumbe. Kwa hiyo hayo ni maajabu. Mwimbaji anaendelea anasema maajabu ya Mungu ni makubwa. Mweu anayekula vya kuokota barabarani ndiye anaishi miaka hadi 95 100. Mweu. Lakini wewe na mimi tunaokula vizuri vilivyochemshwa, vilivyokaangwa na nini, kufikisha miaka 60 karibatano. Wagire India, waganzire Asia, waganzire China, bapi mirefigo, bapi miramara. Unaona? Kwa hiyo acheni Mungu aitwe Mungu. Kiboko yake anasema angalia, nguruwe ana sura mbaya, lakini ndiye mwenye nyama tamu kuliko nyama zote. Alafu nguruwe, maajabu ya nguruwe, ni mnyama pekee ambaye nyama yake imepewa jina la heshima, kitimoto. Nyama nyingine haijapewa jina. Marantu sima agano la kale ndagane nkuru netanga kulie mpunu. Ne Qur'ani netanga kulie mpunu. Chonke ndagane mpya, agano jipya limetupa fursa likisema vyote vimetakaswa. Sasa nisijue hao wafugaji akina Ntungwa kama wanaruhusiwa kula nguruwe. Unaona? Kwa hiyo angalia nguruwe alivyo. Finali ni Mhubiri 6 mstari wa 2 inatisha. Mhubiri 6 mstari wa 2 inatisha.